kuinulia mikono tu Baba.
Mwokozi wa kweli, Mwokozi wa kweli, Roho Mtakatifu uliyetukusanyisha mahali hapa Bwana, uliyetuleta mahali hapa Yesu. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako Bwana. Jehova. Oh Bwana majeshi, inua sauti yako juu, inua sauti yako, mwambie Bwana wewe uliyetukusanyisha siku ya leo, mwambie Baba na kushukuru, mwambie Mungu pokea sifa, pokea sifa, mwambie Baba wako watu wanarudi kwa waganga wa kienyeji ili waende kurudisha shukrani. Sisi tunarudisha shukrani kwa Mungu kwa sifa. Kuna watu inawezekana mwaka ulipoanza ulianza na magonjwa magumu sana, umepitia kwenye ugonjwa mgumu ambao haukujua kwamba kama leo hii ungekuwa mzima. Inawezekana kuna tatizo lilikuja juu yako, wakaanza kukutishia, wakaanza kukuogopesha, lakini Bwana Yesu amegusa moyo wako, amegusa mwili wako, amekuinua tena. Mwambie Baba na kushukuru. Oh Mfalme wa falme, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu Bwana, pokea sifa na utukufu. Tunaomba neema yako sasa Baba, tunaomba neema yako sasa mbele zetu. Oh Jehova, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Jehova. Oh Bwana, oh Jehova, oh Jehova, Mfalme wa falme, asante Bwana, asante katika jina la Yesu, asante Yesu. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh Jehova, unaweza wewe, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh, hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wewe unaweza. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Oh, hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Oh, unaweza. Haleluya. Kama wewe unaweza. Haleluya. Kama wewe Bwana. Wewe unaweza. Oh, haleluya. Kama wewe Bwana. Oh, unaweza. Na wakati wa tunapanga viti, na Mungu kama wewe. Oh, unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Spidi ya watu kutoka nje ipunguze kidogo. Hakikisha unapokuwa unataka kutoka nje, kama kuna mtu ametangulia mbele, basi unawaacha watoke tu wawili, alafu
wakirudi ndio na wewe unatoka. Lakini ukiona wanne wameshatoka na wewe ndio unaunga, sio utaratibu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Chapia Yesu makofi tena kwa ajili ya sifa. Chapia Yesu makofi kwa ajili ya ibada ya jioni. Haleluya. Haleluya. Yesu yuko mahali hapa. Amen. Yesu yuko mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu mwenyeji ili aweze kukaribisha wageni sasa waweze kusalimia. Karibu Pastor. Amen. Nilikuwa nataka kushanga. Nyumbani mwa Bwana papoe hivi kweli? Haleluya. Amen. Fujo kama hizi. Fujo kama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema yake na wema wake na fadhili zake. Namshukuru sana Mungu kwa kudra zake, wema wake, neema yake, kwa namna ambavyo Mungu ametukirimia au ametupa kibali leo kuwepo nyumbani mwa Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Amen. Yaani kongamano sio vizuri liishe hivi vitu hata sauti haijagoma kidogo. Yaani sio vizuri kabisa. Sio kiroho kabisa yani. Angalau ka sauti kapotelee kwenye maombi na sifa kwa Bwana. Haleluya. Amina. Ninamshukuru sana Mungu kwa wema wake. Kwanza niwakaribishe wageni wote. Hebu tujipigie makofi na vigelegele wote. Ongeza makofi tena na vigelegele kwa Bwana Yesu. Amen. 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 Amina. Ninayo furaha kubwa sana. Ninayo furaha kuu sana kwa ajili ya ndugu zetu kufika mahali hapa. Kwa kweli nakosa neno la shukrani kwa Mungu, isipokuwa na baki tu kumwambia Mungu asante kwa kutupa neema na kibali. Haikuwa rahisi kwanza. Amina. Haikuwa rahisi kukutana kwa sura hii, kwa namna hii, haikuwa rahisi. Na naamini hata shetani amepata kipondo. Hivi mnasemaje? Kipondo po. Kipondo po. Haleluya. Hebu turudie tena. Kipondo po. Amen. Naomba meza pale isogezwe hapo. Tumishi wa Mungu. Juli. Mimi namshukuru sana Mungu kwa neema yake. Nikiwaona watu wa Songea, nikiwaona watu wa Mwanza, nikiwaona watu wa Meatu, nikiwaona watu wa Nkome, mimi nabaki kumshukuru Mungu. Na tunajua sababu ya kukutana hivi, liko jambo ambalo Mungu anahitaji alitengeneze ndani ya maisha yetu. Nikawa naongea na rafiki yangu hapo Pastor Musa, kwa anasema kwa kweli makongamano kama haya basi tunatakiwa tunatumia nguvu kubwa sana ya uzuliaji, kwa sababu yanakuwa na neema ya kipekee. Haleluya. Ni kweli kabisa. Huko ambako ungekuwa neema ingekuweko, lakini kwa sura hii na kwa picha hii neema ya Mungu huongezeka sana kwenye maisha yetu. Yaani huongezeka sana kwenye maisha yetu.
Kwa sababu wewe jua tu unapokutana na ndugu yako moja kwa moja, pia wewe mwenyewe unapata nguvu ya kuendelea mbele. Yaani kuna mtu tu unaweza ukamuona hivi ukatiwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi namshukuru sana Mungu kwa neema yake. Namshukuru sana Mungu kwa neema yake sana sana sana. Japo sisi tumeendelea kumega kwa siku nyingi, lakini tu kadri tunazidi kuendelea neema tu inazidi kuongezeka. Haleluya. Yaani neema tu inazidi kuongezeka sana sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Wenyeji wa Kahama tunawakaribisha sana. Hebu tuwapokee wageni kwa makofi na vigelegele. Sijasikia bado. Naomba tu wenyeji wa hapa Kahama tusimame. Halafu tujiandae kupiga makofi tu na vigelegele. Haleluya. Hebu tuwapokee wageni wetu kwa makofi na vigelegele. Ni sehemu ya furaha. Amen. Sisi tunawapenda sana. Amen. Yaani tunawapenda sana. Tumefurahi sana kukutana na ndugu zetu. Na istosha tumepita kwenye ukiwa sana. Ukiwa sana. Kabla nuru haijatokea. Tumepita kwenye kaukiwa fulani hivi. Na mimi kila mtu alikuwa na kaukiwa kake moyoni. Lakini tunapokutana kwa namna hii na kwa picha hii, tunamshukuru Mungu. Ndio maana pamoja na changamoto kuwepo kwenye nchi, lakini bado tumesema kulingana na shauku, tulikuwa na sababu zote za kuahirisha kongamano hili. Yaani tulikuwa na sababu zote za kuahirisha. Kwa sababu ukiangalia tarehe 29 iliyotokea, mara tena ikaonekana tarehe 9 tena kinatokea. Watu walianza kurudi nyuma sasa. Hebu ngoja tutulie kwanza, huu mwaka usije ukapita na sisi. Mara tukaanza kusikia tena tarehe 25 wanasema wanakinukisha wa mataifa. Sasa tukasema wanasema wanajaribu tena. Sisi tukasema sisi bana, sisi tutajaribu kwa Mungu bana. Wajapokuwa wajinga hawatapotea. Wajapokuwa wajinga hawatafanyeje? Afu watu wa Mungu, yani Shetani kumjua hila yake ni tebo ndogo sana. Yaani ni tebo ndogo sana. Ukiwa mtu wa rohoni, Shetani kumjua tebo yake ni ndogo sana. Inaweza ikawa ni mara moja mpaka mara 12. Yaani wewe ni kwenda unaongeza hapo tu 1, 2 mara 2, 3, 4 mpaka unafika kwenye 12. Ni tebo ya kwanza. Sasa unakuja kuangalia muda mwingine hata wanaowachochea huwakuti hata wamejiandaa kwamba hata kujiandaa kwamba anaenda kutoka na wenyewe wako wanafanya ibada. Kwa hiyo unajua hii ni tebo ya Shetani hii. Ni mara moja hii. Sababu kama unayachochea, mimi naamini kama ni mtu wa Mungu na unaamini kwamba ukombozi wa Mungu unaweza ukatokea kwa namna hiyo, lazima uwe mstari wa mbele na wewe kuyaunga mkono, kuyashiriki na namna kadha wa kadha. Lakini sisi furaha yetu itabaki kwa Mungu. Furaha yetu itabaki kwa Mungu. Ndio maana tukaona hata kama ni kwa uchache, ni kweli kabisa isingekuwa hivi. Isingekuwa hivi, kungekuwa na amani. Isingekuwa hivi kwa sababu watu wengine fedha ya nauli walianza kuiweka kuwa ya nini? Wanasema nini? Na kujiandaa kwa namna nyingi kulingana na hali ya nchi ilivyokuwa. Lakini bado tumekutana sisi wachache kwa sura hii. Lakini kwa sababu tunajua Mungu yuko katikati yetu, ndio maana neema tumekutana wengi. Hebu mchapie Bwana Yesu makofi. Ninasema wachache tofauti na kwamba asingetokea ya kutokea, tungekuwa wengi zaidi. Lakini tuko wengi sana. Tuko wengi sana. Tunamshukuru Mungu. Haleluya. Kwa kusema hiyo, niwakaribishe wageni wote Kahama, na bila shaka mko nyumbani. Amen. Yani mko nyumbani na ujisikie nyumbani. Shida yoyote
jambo lolote, zungumza na mtumishi yeyote, ukijua kabisa uko nyumbani. Uwe na amani zote. Haleluya. Uwe na amani zote. Tunayo furaha kubwa sana sana kuwa na ugeni wa namna hii, kwa sababu ukiangalia Krismasi zingine kabla ya wokovu, sasa hivi tumekuwa tunawaza tu, wengine tu leo wameshapata na ukimwi kabisa. Leo wameshapata na ukimwi, wengine wameshapata na leo. Kwa hiyo badala liwe jambo la furaha kwenye mioyo yao, limekuwa ni jambo la huzuni kwenye maisha yao. Lakini sisi tumekutana kwenye kongamano hili, au hata na siku hii ya Krismasi, tumekutana kwa ajili ya kulitukuza jina la Bwana wa majeshi. Haleluya, haleluya. Vyombo vyetu tu mvivumiliage. Hizi maiki zingepunguzwa sauti kabisa, yaani ziko hai sana. Shusha sauti kwa kiwango. Ninaomba maiki ile nyingine sasa nitumie ya hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu, na kwa nafasi hii sasa ningependa tusalimiane, tujuliane hali, tusalimiane kwa nafasi tu, na kwa kuwa tuna siku 2-3 hapo, basi naamini tutaendelea kusalimiana, lakini ili tupendeza tuanze leo. Haleluya. Kwa sababu tunajua kukutana kwetu hivi ni ibada, kusikia shuhuda kadha wa kadha namna wanavyoendelea. Basi unaona shuhuda, unaona kujengeka, unaona kuimarika. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na changamoto nyingi ambazo zimetokea, lakini tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Haleluya. Tukianza na watu wa Nkome. Hebu chapia makofi na vigelegele. Watu wa Nkome, watumishi wa Mungu, karibuni sana 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 sana. Karibuni sana 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 sana. Amen. Karibuni sana watu wa Nkome tu wote, karibuni sana. Tunawapenda sana. Mimi kwa kweli nina siku sijawahi kufika kule, lakini wao imempendeza Mungu kuwepo leo, siku ya leo hapa kabisa, kwa neema kubwa kabisa. Karibuni sana. Hebu ongeza makofi na vigelegele. Ongeza makofi tena na tena. Amen. 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 Weza tu hapo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwanza, aliyeweza kutusafirisha kututoa Nkome mpaka hapa Kahama. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ninamshukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu nimepambana sana kufika kwenye kongamano hili. Amen. Shetani aliweka vizuizi huku na kule, mimi nikasema hapana. Ndio. Yaani mimi ninaposikia watu wanamsema Yesu Yesu, ndio huwa natamani nifike kwa roho kabisa, yaani kama jinsi Mungu anavyohitaji ni muabudu, nilivyosikia kama kuna kongamano. Ndio. Lakini nilikuwa najaribu kufuatilia, mara napiga simu kwa mtumishi Isaac, kama ni kongamano ni lini? Ananiambia hebu tuangalie kwanza huu upepo uliopo saa hizi, ukishakuwa vizuri nitakujulisha. Ndio. Nakata simu, nampigia yule mama, hebu mama nipatie habari za kongamano. Haleluya. Amen. Kusudi langu na moyo wangu, kumbe Mungu alikuwa amekusudia kuna vitu fulani ndio nijifunze. Amen. Kweli tokea nilipoingia jana hapa, sijasikia makofi jamani na vigelegele tu. Amen. Yaani vile neno la Mungu tulilolikuta hapa jana tunafika. Nikasema Mungu, ndio maana shetani alikuwa anaweka vizuizi. Ndio. Tusifike sisi kuyasikia haya. Ndio. Maana maneno ya Mungu yatokea jana, tumefika mpaka leo. Ndio. Ni kama vile tu sisi ndio tumeandaliwa. Ndio. Asifiwe sana. Yaani yamekuwa ni maneno magumu ndani ya moyo wangu. Kulingana na wakati fulani tulioupitia sisi, na tukaishi katika namna ya kustahimili na kuvumilia. Alafu ndio tunafika Kahama tunakuta hicho chakula ndio kipo. Watu wa Mungu wanabaki kushangaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanabaki kushangaa, nasema wewe Mungu utabaki kuwa Mungu. Kumbe katikati ya pori upo Mungu wa Elia. Amen. Unaweza kuganga
kupoza mioyo ya watu ambao imefika kugumu. Kama Mungu tunatoka Nkome kwa maumivu makali na changamoto kubwa, afu tunakuta neno la Mungu lililoandaliwa ni sawa na mapito tunayopitia sisi. Amen. Tunabaki tu kumshangaa Mungu, nasema kumbe Mungu bado upo kabisa na unaendelea kuishi. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Adivela John Pascali. Ndio. Mzaliwa wa Nkome hapa kata ya Nkome. Nipo nyumbani kwetu. Nipo nimepokea wokovu hapa Nkome. Lakini tumeendelea pia na imani ya wokovu tuka kwenye huduma fulani inaitwa Kristiani, ndimo tumeokokea. Lakini baada ya safari ya maisha ya imani tumeendelea na sisi tukaanza kumtumikia Mungu. Lakini hapo katika kumtumikia Mungu tumepita wakati mwingi mgumu na changamoto nyingi. Lakini hatujakata tamaa, bado tunashikamana na Kristo. Chapa makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Kimwona mwenzio hajachangamka, mwambie kanywa maji urudi. Uwe na hamasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunawakaribisha Nkome, tunaendelea vizuri. Amen. Japokuwa tupo watu wadogo tu, tumebaki wadogo. Amina. Lakini tunahamasika sana kwenye ibada. Amen. Ni kila unapokucha lazima tuingie imani kumwomba Mungu na kujifunza neno la Mungu. Amen. Hakuna siku inayopita bila kukutana kujifunza neno la Mungu na kumwomba Mungu. Amen. Hata kama tukikutana na ugumu wa kiasi gani. Yaani hata kama mtumishi wa Mungu mchungaji alikuwa anaugua mara kwa mara, yuko hospitalini, si tumo kanisani. Hakuna siku tuliacha kuingia imani kwa sababu mtumishi wa Mungu ametindikiwa au aiza yumo ndani. Tutakuwemo tu tunamuita Mungu mpaka watu wanaokuja kumsalimia na tushangaa. Lakini sisi tunakuwepo imani, tunamuomba Mungu siku zote. Amina. Na hilo limetupatia kustahimili hata na kuendelea kwa wakati mgumu mzito. Ila hakuna sehemu tuliposema Bwana umeshindwa, kama jinsi alivyofundisha mtumishi wa Mungu wa Isaki. Yaani siku zote na muda wote tulikiri kuwa Mungu wewe unaweza. Hata kuonekana kuwepo imani, lakini tuna mgonjwa, lakini tunaonesha kukata tamaa. Ulimwengu unaonekana kani kwamba tumechoka. Lakini Bwana tunaendelea kukuomba wewe, hapo tunaiona neema yako inafariji mioyo yetu. Yesu yatosha hata hili. Sasa tukuone kwa njia gani? Uje na gari hapa upaki au uje na ndege. Bwana zinatosha hata hizi ibada tunazozifanya. Amina. Tunazidi kukuhamasisha. Amina. Amina. Watu wa Mungu, kuna wakati kipindi kimepita hapo, maana kipindi mtumishi wa Mungu mchungaji ameugua, ameenda Bugando, fedha ilipelea kule ya huduma. Nikawa nimempigia mtumishi wa Mungu Samsoni kwamba baba, sina pa kushika. Ila akanipatia mwongozo kwamba siuze hapo, na hapo aliponielekeza kuuza ndipo tulikuwa tumejenga hema la kumwabudu Mungu.